Habari, mimi ni Neema Mliga kutoka Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI. Sisi kama Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI tumeshiriki maonesho ya 88 kanda ya Mashariki yanayoendelea hapa Morogoro katika viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere. Niko hapa kukualika wewe mkulima na mdau wa kilimo kutembelea banda letu linalopatikana katika viwanja hivi. Na hapa tuko na wataalamu wa udongo. Sisi kama Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania tunaamini kwamba ardhi si kwa ajili ya kukanyaga peke yake, bali ni chanzo cha uzalishaji, lakini pia ni msingi wa maendeleo ya kilimo cha Tanzania. Na ndio maana niko hapa kualika wote kutembelea banda hili ili tuweze kujifunza juu ya umuhimu wa udongo katika kilimo chetu, kwa maana kila kitu kinategemea udongo. Ardhi imebeba uzalishaji wa Tanzania. Karibu upate nafasi ya kujifunza kutoka kwa wataalamu wetu. Kwa jina naitwa Dr. Sibawe Mwango kutoka katika Taasisi ya Utafiti wa Kilimo TARI katika kituo cha TARI Mlingano kilichopo Tanga. Mimi ni mbobezi katika masuala ya afya ya udongo, lakini pia ni mtaalamu mahiri katika upande wa udongo kwa hapa nchini. Tuko hapa katika maonesho haya ya 88 katika mkoa huu wa Morogoro, katika viwanja hivi vya 88 kanda ya Mashariki hapa Mwalimu Nyerere. Katika maonesho haya TARI au Taasisi ya Utafiti wa Kilimo TARI tumekuja mwaka huu na kliniki ya udongo ambayo iko hapa. Katika kliniki ya udongo hapa tunatoa huduma za upimaji wa afya ya udongo ambazo katika kipindi hiki cha 88 huduma hizo tunatoa bure kabisa. Unafahamu kwamba katika kwenda kwenye kilimo, kanuni zile za kilimo bora, basi hatua ya kwanza kabisa ambayo mkulima hapaswi kuivuka ni kupima afya ya udongo, na hii ndio msingi mzima wa kilimo bora. Kwa hiyo tunapima afya ya udongo. Tunasisitiza wakulima kupima afya ya udongo kwa sababu zifuatazo. Kwanza, tunapima afya ya udongo ili mkulima aweze kujua katika shamba lake apande zao gani au zao gani linafaa katika shamba lake. Hii ni hatua muhimu sana. Tunaposema zao kufaa, hatuna maana kwamba kuota. Kama mti basi unaweza ukaota sehemu yoyote ile. Mathalani unaweza ukauchukua mtende kutoka Saudi Arabia ukauleta hapa na ukafanya vizuri kwa uotaji, lakini usiweze kutoa matunda au unaweza ukatoa tende ambazo zina ugwadu. Kwa hiyo tunaposema zao linafaa, tunamaanisha kwamba ni ile mavuno ambayo mkulima atayapata, lakini sio kustawi kwa zao. Zao linaweza likastawi sehemu yoyote ile. Katika udongo kuna changamoto mbalimbali ikiwemo uwepo wa tindikali kwenye udongo, lakini pia uhafifu wa rutuba, lakini uwepo wa chumvi, uwepo wa sodium kwa wingi ambayo tunasema sodium toxicity, lakini pia uwepo wa aluminium kwa wingi kwenye udongo, tunaita pia aluminium toxicity, na hizi zote zinachangia katika mkulima kupata mavuno pungufu. Kwa hiyo ni muhimu mkulima kabla hajawekeza katika kilimo au mdau yote anataka kuingia kwenye kilimo, kabla hajawekeza basi apime afya ya udongo. Na hii sio sehemu ya kuiruka au ya kuiruka, kwa sababu hii ndio msingi wa kilimo. Hata kama utakuwa na mbegu bora, utakuwa na mbolea, kama hujajua mbegu hizo unaenda kuziweka katika udongo gani na mbolea hiyo unaweza kuitumia katika udongo gani, basi unaweza kuwa ni kazi bure au unaweza ukapata hasara. Na hii imeshatokea kwa wakulima wengi ambao unakuta wamekwenda kukopa pesa kwenye taasisi mbalimbali za fedha, au wengine ni wakulima ambao wamestaafu na wanataka kujiingiza kwenye kilimo, lakini kwa kutozingatia kanuni bora za kilimo ambazo zinaanzia kwenye udongo, yani kutopima afya ya udongo na kuwekeza bila kupima, matokeo yake unakuta wamepata hasara kubwa kwenye kilimo. Mkulima kwa mfano wa nazi anataka kupanda minazi, akitaka huduma ya kupima afya ya udongo, si tukipima afya ya udongo tutaangalia pia kama udongo wake una virutubisho vya boroni
vya kutosha, kwani boron ni muhimu sana kwenye minazi, kwa sababu hiyo ndio itakayosababisha zile nazi ziwe bora na hata vile vidaka visiweze kupukutika. Na utakuta wakulima wanalalamika sana, nasema nazi zetu zimeliwa na mwezi, yani hazikuweka vizuri. Ni kwa sababu tu madini ya boron kwenye udongo hakuna. Kwa hiyo hii ni muhimu sana kupima afya ya udongo. Hata wakulima wa mpunga wengi ambao wamekuja kwenye kliniki yetu hapa walikuwa wakilalamika kwa wale wakulima wa mpunga kwamba mpunga wao unakuwa mavuno yamekuwa haba kwa sababu mpunga unakuwa na mapepe mengi. Katika banda letu hapa viwanja hivi 88 hapa Morogoro, utaona kuna ramani hapa tumeweka, kuna ramani hapa nyingi zimetuzunguka, na hizi zote zinaonesha afya ya udongo wa nchi yetu. Ukiangalia kule kuna ramani ambayo inaonesha maeneo yote ya Tanzania yenye tindikali, na maeneo yote ambayo ya Tanzania udongo wake ulioathirika na chumvi. Na katika maeneo hayo tumesisitiza kwamba wakulima basi ili waweze kuwa na kilimo chenye tija, basi katika maeneo hayo waweze kutumia chokaa kilimo. Yani yanamaanisha maeneo yale ambayo yameathirika na tindikali ya kiwango cha juu. Tindikali imekuwa na madhara makubwa sana kwa uzalishaji wa mazao yetu, kwa kuwa kwanza inasababisha mizizi kuathirika. Mizizi ya mazao inaathirika, inakuwa kama vile inaokoma. Kwa hiyo ikiwa katika hali hiyo, maana yake inashindwa kujichukulia chakula chake kwenye udongo. Lakini pia matumizi ya mbolea sasa yanakuwa ufanisi wake unakuwa mdogo sana. Unakuwa mdogo mpaka kwa 70%. Yani kwa maana mkulima akiweka mbolea kwenye shamba lake, kwa mfano mfuko wa kilo 100, basi mmea unaweza ukapata kilo 30 tu. Kwa hiyo maeneo haya kwa kiwango kikubwa ni maeneo ya mikoa ya Nyanda za Juu Kusini yote, mikoa ya kanda ya Ziwa, kanda ya Kati, Singida pamoja na Tabora. Nyanda za Juu Kusini tumesema yote, kuanzia Katavi, Rukwa, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe pamoja na kule Songea. Lakini upande wa kusini mkoa wa Mtwara nao udongo wake umeathirika na tindikali. Utashangaa kuona Mtwara kwa nini udongo wake uathirike na tindikali. Tunafahamu kwamba maeneo ya pwani udongo wake umekuwa na chumvi, lakini kwa upande wa Mtwara kwa sababu ya kilimo cha korosho ambayo wamekuwa wakipulizia salfa kwa wingi, kwa hiyo salfa ndio imesababisha sasa udongo kuwa na tindikali. Kwa hiyo maeneo haya yote ni muhimu wakulima kuweza kutumia chokaa kilimo kabla ya kupanda. Na hii chokaa kilimo inawekwa wakati tu pale wakati unapoandaa shamba, na ni muhimu zaidi chokaa kilimo iwekwe mwezi mmoja hadi miezi mitatu kabla hujapanda zao lako shambani. Hii ni muhimu kwa sababu yenyewe uyeyukaji wake ni mdogo. Kwa hiyo ili uweze kuona tija kwa kutumia chokaa kilimo, uiweke wakati unaandaa shamba kabla hujapanda, mwezi mmoja mpaka miezi mitatu kabla hujapanda. Na hii wewe unaimwaga katika shamba zima au inategemea na zao unalopanda. Kwa mfano wale wakulima wa parachichi wanaweza kuweka tumle kwenye mashina, au wakulima wa migomba wanaweza kuweka kwenye mashina. Lakini kwa wakulima wa mahindi kwa mfano au wakulima wa maharage, basi hawa tunashauri waweze kumwaga shamba zima. Na hii mapendekezo ya chokaa kilimo kutokana na utafiti wetu tumesema kwamba inategemeana na ukali wa tindikali. Na tunapendekeza kuweka tani 1 mpaka tani 2 kutegemeana na ukali wa tindikali. Na hii unaimwaga na tukumbuke kwamba wakulima ukiambia unaweka tani 1 wanadhani kwamba wanadhani kwamba ni kazi kubwa sana. Tukumbuke kwamba mfuko mmoja wa chokaa kilimo unauzwa kwa shilingi 7,000. Kwa hiyo tunavyosema kwamba tani 1 na maana mifuko 20. Kwa hiyo mifuko 20 maana yake ni 140,000. Ni sawa tuna mfuko mmoja sasa wa mbolea aidha kupandia au ya kukuzia. Na hii chokaa kilimo haiwekwi kwamba kama ilivyokuwa mbolea zingine kwamba kila mwaka unaweka. Unaweza kuweka miaka 3 mfululizo. Kwa hiyo shamba lako likikaa vizuri unaweza ukaacha
na kuanza tu kutumia sasa mbolea. Maeneo haya yote ambayo nimeyataja ambayo yameathirika na tindikali, basi ni vyema utumie zile mbolea ambazo hazina tindikali. Sasa wakulima wetu mara nyingi wamekuwa wakitumia mbolea zenye tindikali, kwa mfano sulfate of ammonia, urea pamoja na DAP. Hizi mbolea katika maeneo haya si vizuri kutumia kwa sababu zinaongeza tindikali. Kwa hiyo tuzikwepe mbolea hizi kutumia maeneo hayo, na hizi mbolea tuzitumie maeneo yale ya mabondeni ambayo yameathirika na chumvi chumvi, kwamba kule ni mazuri, yani maeneo yale ambayo yanalima mpunga na maeneo yale ya mabondeni yote ambayo yana chumvi chumvi. Na kwa upande wa maeneo yale yaliyoathirika na chumvi chumvi, basi tiba yake ni matumizi ya gypsum au tunaita jasi kwa Kiswahili. Ili uzalishe vya kutosha katika maeneo ya chumvi chumvi, ni vyema tutumie jasi, na hii tunaiweka kwa kuimwaga kama tulivyosema kwenye uwekaji wa chokaa kilimo. Kwa hiyo hii ni muhimu sana kuzingatia upimaji wa afya ya udongo ili kwa kweli tuweze kuwa na kilimo chenye tija na kilimo endelevu. Na imani utakuwa umepata elimu nzuri kabisa juu ya umuhimu wa afya ya udongo katika uzalishaji na kilimo kwa ujumla. Sisi ni Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, na tuko hapa kwa ajili ya kufanya tafiti bora zaidi kwa ajili ya kilimo chenye tija kwako wewe Mtanzania, mkulima na mdau wa kilimo kwa ujumla. Karibuni sana, asanteni.